Bwana Yesu asifiwe, na tumaini mko wazima katika jina la Yesu. Na kwa kweli Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu katika maisha yangu, katika njia zangu, yeye amekuwa mwaminifu. Hakika sina la kusema ila kumrudishia shukrani. Ningependa ndugu na dada tuweze kupata hii mizo katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 22, tunaweza anzia pale 22 mstari wa 22, ambapo ukipata nafasi unaweza pitia hiyo kitabu kuanzia tu 22:1 kuendelea kumaliza hiyo chapter yote, na utaelewa msingi wa Mungu anapotaka kutumia wewe ili ukue chombo ambacho kinapendeza. Biblia inatuambia kwamba ukisoma, ukianza pale juu ukiteremka, wana wa Israeli walikuwa wamejaa, wana wa Israeli walikuwa wamebarikiwa na Mungu. Hakuna kitu ambacho walikuwa wamekosa. Mungu alikuwa amewainua, Mungu alikuwa amewatendea mema. Hakika walikuwa wanaendelea vizuri wakiongozwa na Musa. Biblia inakuambia kwamba walipokuwa wakipita, kila mji ambao walikuwa wanapita walikuwa wanashinda. Popote walikuwa wanaenda wanashinda. Wakawa wamefika katika mji mmoja wa Midian. Wale watu wa Midian. Na kukawa na kiongozi ambaye alikuwa anawapinga, anaitwa Balak. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa na mtu anaitwa Balak ama Balak. Huyo mtu alikuwa ameweka ya kwamba hawataweza ingia katika nchi yake wakaweza kupita. Akaenda akatafuta mtu ambaye anaitwa Balaam, ambapo huyu mtu alikuwa amepewa nguvu sana, ambazo yeye akilaani, akisema ya kwamba umelaaniwa, hakika unalaaniwa. Huyu mtu alikuwa ameogopwa sana katika hiyo eneo. Huyu Balaam alikuwa mtu mkubwa, mchawi sana, ambaye akisema kitu kinatendeka. Na huyu Balak, huyu kiongozi, akamkimbilia ili alaani wana wa Israeli. Na kuambia siku ya leo, ukiwa umebeba Yesu, hata kuwe na nguvu aina gani, ukiwa umebarikiwa na Mungu, unapotoka asubuhi ukienda kazi, omba, Mungu anakubariki. Haitajalishi ni nguvu gani ambazo ziko, uchawi gani huko, ukanga gani huko, Mungu atakupepa, Mungu atakuinua, Mungu atakupitisha katika mitego. Kuna mambo mengi Mungu anatupitisha. Sio lazima uone ajali kwa macho, lakini Mungu yuko tayari kukupitisha kwa yale majaribu unapitia, kwa yale shida unapitia. Mungu yuko karibu kukupitisha. Hata wale wanaokupeleka kwa wachawi, wakanga, kwa biashara yako, kwa kazi, kwa huduma, Mungu yupo tayari kukupitisha kwa huyu mtu anaitwa Balaam. Biblia inakuambia kwamba pale ukisoma 22, haleluya, alipoanza safari ya kwenda katika huyu mfalme Balak, malaika wa Mungu alimtokea akiwa juu ya punda. Malaika wa Mungu anamtokea akiwa juu ya punda. Yeye anaenda kulaani wana wa Israeli. Na wana wa Israeli amesahau ya kwamba wamebarikiwa. Yaani ukibarikiwa mtu hawezi kulaani. Biblia inasema ya kwamba pale mstari wa 22 ukiteremka, 22 ukiteremka, ya kwamba wakati alipokuwa njiani anaenda, pendezo sana ni ya kizungu, kwa sababu ya kizungu inasema malaika wa Mungu alikuwa amesimama ndani ya barabara. The angel of God was in the road, not on the road, in the road. Kumaanisha malaika anakuanga ndani ya barabara. Malaika hawezi kuwa katika barabara bila mwanadamu anatembea. Malaika anakuwa ndani ya barabara. Wakati unapotembea ujue katika hiyo barabara, ndani ya hiyo barabara, malaika wa Mungu wako anatembea. Amen.
So wakati walikuwa wanaenda, huyu punda ndiye Mungu alimfungua macho, akaweza kuona na akaweza kufungua macho, akaona huyu malaika wa Mungu na panga anataka kumaliza huyu Balaam, huyu mchawi, mwita mchawi, huyu mtu ambaye watu wameamini akisema amesema, lakini wamesahau kuna final say. Wakati Mungu amesema, hakuna yoyote anaweza zuia. Kwa hivyo ikafika hiyo wakati, malaika wa Mungu amesimama na upanga katika njia. Yeye anaendelea kuchapa huyu punda, anaendelea kumpiga mijeredi, lakini punda akafunguka macho, akaweza kutazama na kuona ya kwamba huyu malaika amekataa mimi kusonga na huyu mchawi. Kwa hivyo kuna wakati Mungu anapokubeba, anapokuinua, anapokuweka katika hali nzuri, unapotembea na yeye, hakika unakuwa katika hali ambapo huwezi nyanyaswa, huwezi umizwa, huwezi nyanyaswa na wachawi, huwezi nyanyaswa na waganga. Huyu malaika wakati alipoonwa na punda alilala chini, lakini huyu jamaa alikuwa anaendelea kumchapa mijeredi. Biblia inaniambia kwamba wakati aliendelea kuchapa punda naye aliendelea kukataa kuenda, kwa sababu alijua ya kwamba huyu hataangamizwa, na hata mimi nikiendelea nitaangamizwa. Wakristo wenzangu wapendwa, unapopepwa na Yesu atakuwa wa kwanza kukuonyesha kile kiko mbele. Amen. Unapopepwa na Yesu, huyu Balaam alikuwa amepepwa na punda, lakini unapopepwa na Yesu mwenyewe atakuonyesha kile kiko ndani ya njia, kile ambacho hakionekani na mtu yeyote. Amen. Unaweza toka kwa nyumba yako, kuna vitu mingi vinaonekana. Watu wanaona pesa kwa barabara, wanaokota. Wengine wanaona saa imeanguka, wanaokota. Wengine wanaona kitu kinachofaa, wanaokota. Wengine wanaona paka memory card, wanaokota. Wengine wanaona simu imeanguka, wanaokota. Lakini ndani ya barabara kuna kitu ambacho hawawezi wakaona. Kinaonwa tu na yule mtu ambaye amebarikiwa, mtu ambaye amepepa Yesu. Je, wewe umebarikiwa? Umebeba Yesu? Unaweza ona kitu kiko ndani ya barabara, ama unaona vitu viko kwa barabara? Tujaribu sana tuone vitu viko ndani ya barabara, tusione vitu viko juu ya barabara. Kazi yako ni kuona sukuma kwa vibanda, nyanya, vitunguu. Zaidi ya hiyo kuna vitu zingine. Kwa hiyo mtu anayeuza hiyo vitunguu na nyanya, wewe unajua anatumia nguvu gani? Ni nguvu za Balaam? Yule mtu ameweka tu hapo kwenye watu wamejaa, unajua vitu anatumia. Lakini ukiwa Mungu amekubeba, utajua vitu viko ndani ya barabara. Amen. Ubarikiwe sana, na Mungu amani awalinde katika jina la Yesu Kristo, na Mungu aweze kuonyesha vitu viko ndani ya barabara, sio juu ya barabara. Amen. Asante.